katika jina la Yesu Kristo. Ila kabla ya neno, ningependa mahali ulipo kwa heshima na unyenyekevu tukaweze kumwomba Mungu. Baba, asante kwa nafasi ambayo umetupa. Jehova, nena na watu wako, gusa kila mmoja mahali hapa kulingana na haja ya moyo wake kadri ya mapenzi yako. Asante Baba, maana unafanya njia pasipokuwa na njia. Jehova, unakwenda kufungua milango iliyofungika mbele ya watu hawa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Katika kitabu cha Mathayo 36, Mathayo 24 mstari wa 36, maandiko yanasema ya kwamba walimuuliza Yesu wakamwambia, tuambie kuhusu habari za kuja kwa mwana wa Adamu. Lakini Yesu akawaambia, kuhusu habari za kuja kwa mwana wa Adamu hakuna anayejua siku wala saa. Akasema ya kwamba hili jambo limefichwa hata kwa malaika, ila ni Baba mwenyewe anayejua. Lakini akatuambia kwamba siku hizo zitakuwa kama siku za Noa. Akasema siku za Noa watu walikuwa wanakula wanakunywa, wanaoa na kuolewa, lakini hawakujua mpaka wakati ambapo mafuriko yaliwakumba. Akasema hizo siku zitakuwa pia kama siku za Sodoma na Gomora. Kwa hiyo leo nimekuja nikwambie mpendwa, ya kwamba hakuna anayejua siku ambayo mwana wa Adamu atarudi. Akasema ya kwamba kama mwenye nyumba angejua ya kwamba atafumaniwa usiku wa manane, anasema ya kwamba asingelala, angekesha, ili kwamba mwizi anapokuja asimpate akiwa hajitambui. Na Yesu akasema vivyo hivyo na nyinyi pia, kesheni mkiomba, maana hamjui siku wala saa mwana wa Adamu atakaporudi. Nataka niongee na kijana unayenisikiliza. Mimi ni kijana kama wewe. Mimi nimekuwa ndani ya mtaa, najua wengi mnanijua, lakini nimekuja niwaambie ya kwamba hakuna hifadhi mahali popote pale, hakuna usalama mahali popote pale, hakuna uhakika mahali popote pale isipokuwa ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema katika Yohana 14:6 ya kwamba mimi ndimi njia, ukweli na uzima, ya kwamba hakuna yeyote atakayeweza kumwona Bwana isipokuwa kupitia mimi. Kwa hiyo nimewambia ya kwamba hakuna anayejua siku ya mwisho, na najua hakuna anayetaka kwenda jehanamu. Hakuna mtu ambaye anataka siku ya mwisho akaweze kuchomeka ndani ya moto. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba kila mmoja wetu mahali hapa tunatamani tukaweze kuokoka, tunatamani tukaweze kupata uzima ambao ni wa milele. Na hata Mungu pia katika hekima yake hataki mtu yoyote akaweze kuangamia, hataki mtu yoyote achomeke katika moto wa milele. Na ndiyo maana katika hekima yake mwenyewe unaposoma Yohana 3:16, maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kwamba yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Nimekuja niambie kijana wa mahali hapa, nimekuja niambie mama wa mahali hapa, nimekuja niambie mzee wa mahali hapa, ya kwamba jehanamu haikuumbwa kwa ajili yako. Jehanamu ilitengenezwa ni kwa ajili ya shetani na malaika wake ambao waliasi. Lakini wewe Mungu anatamani ukaweze kuokoka. Wewe Mungu anatamani ukaepuke mauti. Mungu anatamani ukaweze kuepuka moto wa milele. Na njia ya uhakika ambayo ameiweka kuhakikisha kwamba unaepuka moto wa milele ni Yesu Kristo. Walimuuliza, tuambie siku za mwisho zitakuwaje? Lakini akawaambia, siku za mwisho hakuna anayejua. Lakini Yesu akawa mkarimu, akatupa ishara za siku za mwisho, ili kwamba hata kama utajua mwisho ni lini, unapoona ishara utaanza kukaa tayari ni kwa ajili ya mwisho wa dunia. Na leo ishara tunaziona, hatuzioni.
Haleluya, Bwana sifiwe. Tunaona ishara ama tuzioni? Kama alisema siku za mwisho zitakuwa kama siku za Noa. Noa aliambia watu tujenge safina, lakini walipuuzia sana. Walipuuzia, hawakusikia. Leo unapoambia watu kuhusu wokovu, kila mtu anakuangalia ni kama umechanganyikiwa. Ukiambia mtu kuhusu kanisa, kila mtu anakuangalia ni kama umechanganyikiwa. Sababu wengi leo kanisa haina maana kwao. Wengi leo mahubiri hayana maana kwao. And do you know that it does not shock me, because it was written. The Bible says that in the last days there shall rise false prophets. They will come in my name and they will deceive many. And the Bible says that because of betrayal, the hearts of many will grow cold. Ya kwamba sababu ya usaliti kuzidi katika dunia, mioyo ya wengi itapoa, ama upendo wa wengi utapoa. Na ndiyo mahali tulipo leo. Wengi sasa hivi mioyo yao imepoa, upendo wao umepoa. Unapoona mtu anakuambia nilikuwa naenda kanisa, lakini uangalie vizuri unapata ya kwamba sasa haendi kanisa, inamaanisha kwamba upendo wake ulipoa. Unapopata mtu anakuambia kijana, hata mimi nilikuwaga na ubiri, hata mimi nilikuanga ninafanya kile ambacho unafanya, inamaanisha kwamba upendo wake umepoa. Lakini nimekuja nikuambie mpendwa, ya kwamba wokovu wako wa jana hauwezi ukakuokoa. Kile ambacho ulifanya jana hakiwezi kikakuokoa. Yesu akasema mumefanya kila kitu vizuri, lakini nina jambo moja dhidi yenu, mumeupoteza ule upendo wenyu wa kwanza. Ule upendo wa kwanza. Ule upendo wa kwanza. I know that everyone here, you are born innocent. You are born loving God. Some of you are raised up in church. Some of you are in Sunday school. Lakini ulifika mahali ambapo ulimwengu ulikuzidi na ukapenda ulimwengu zaidi ya jinsi ambavyo ulimpenda Mungu. Lakini nimekuja nikuambia ya kwamba huyu Mungu bado anaacha na wewe. Amenituma mahali hapa usiku namna hii ili kwamba angalau ukaweze kusikia huu ujumbe, ukaweze kutengeneza mapito yako. Tengeneza mapito. Tengeneza mapito. Tengeneza mapito. Alisema hajui itakuwaje siku za mwisho. Hajui siku ya mwisho ni gani, lakini alitupea ishara. Akaongezea, akasema hizo siku zitakuwa kama za Sodoma na Gomora. Sodoma and Gomora. And we all know what was happening in Sodom and Gomorrah. Watu walikuwa wanaume wanaoa wanaume, wanawake wanaoa wanawake, na hayo mambo leo si yanatokea. Leo yani imekuwa ni kama kawaida, hata wajifichi. Utaona mwanamke ameshika mwanamke mwenzake, wanadai kuwa ni wapenzi. Utaona mwanaume ameshika mwanaume mwenzake, wanadai kuwa ni wapenzi. Yani imekuwa wazi kabisa, dunia inafika mwisho. Mpendwa, kama hauwezi kuangalia na ujue ya kwamba mahali ambapo tumefikia ni mahali hatari, Yesu atakuja ukiwa umekaa pale na utaachwa. Akasema nyinyi inakuwaje ya kwamba mkiangalia jua, mkiangalia mawingu yakiwa mekundu, mnasema kutakuwa na jua. Mkiangalia mawingu mnasema kutakuwa na upepo. Ya kwamba imekuwaje mna uwezo wa kutabiri anga, lakini hamwezi kujua ama kutambua ya kwamba hizi ni siku za mwisho. Tuko katika kizazi cha watu ambao wana ujuzi mwingi. Tuko katika kizazi cha watu ambao wanajidai kuwa na hekima nyingi, lakini kadri hekima inapozidi kuongezeka ndivyo upumbavu unazidi. Namaanisha nini nikisema upumbavu unazidi hekima inapozidi kuongezeka? Maana unapoangalia watu ambao wanasukuma swala la watu kuoana kwa jinsia moja, ni watu ambao unaweza sema ni wasomi. Ni watu ambao unaweza sema wameendelea sana kielimu. Kwa hiyo hizi siku ni mbaya. Sehemu tu ambayo tunaweza kujificha
ni ndani ya Kristo Yesu. Uko mahali pale na hujaokoka mpendwa, na unaisikia sauti yangu, hakuna mahali pengine ambapo kuna hifadhi zaidi ya Yesu Kristo. Katika barua ya kwanza ya Petro mlango wa 2 mstari wa 6, maandiko yanasema, tazama ninaweka katika Zayuni jiwe kuu, jiwe la thamani, ya kwamba yeyote atakayemwaminia hata aibika. Ina maana ya kwamba siku zinakuja ambapo wanadamu wataaibika. Na aibu ni gani? Aibu ni kwamba utaishi ukaweze kujifurahisha hapa duniani, lakini mwisho unapata ya kwamba furaha ya hapa duniani haiwezi kukusaidia katika uzima unaokuja. Yesu akauliza katika Marko 8:36 ya kwamba itamfaidi nini mwanadamu kupata ulimwengu mzima halafu akaipoteza nafsi yake. Leo tunaja na ulimwengu sana, tunaja na vitu vya hapa duniani sana. Na simaanishi ya kwamba sababu unataka kwenda mbinguni uishi maisha mabaya, hapana. Unaweza kuishi maisha mazuri, lakini bado ukahakikisha ya kwamba nafsi yako pia imehifadhika. Maana hakuna kitu cha dhamana kama nafsi yako. Yesu anauliza, ni kitu gani mtu atafaidi anapopata ulimwengu mzima akaipoteza nafsi yake? Akauliza, ama mtu anaweza toa nini badala ya nafsi yake? Kile ambacho Yesu alikuwa anasema, alikuwa na maanisha kwamba hakuna pesa ambayo inatosha kununua nafsi yako. Hakuna gharama ambayo inatosha kulipia nafsi yako. Ndio maana gharama ya pekee ambayo ilitumika kununua nafsi yako ni damu ya mwana kondoo Yesu Kristo pale msalabani. Na hakuna wokovu ndani ya kitu kingine kile. Hakuna wokovu ndani ya jina jingine lile isipokuwa jina la Yesu Kristo. Maana hakuna yeyote ambaye alikukufia wewe. Bwana asifiwe. I know we have freedom fighters, people that died for the nation. It is good that they sacrificed their lives for the nation. But you know what? Even their life is not that eternal to give you eternal life. The only life that matters is the life of Jesus Christ, the lamb that was slain upon the cross. Uko mahali pale na hujaokoka, na ungependa kumpokea Yesu, ungependa kumkaribisha katika maisha yako, hii ni nafasi ya kipekee. Nataka nikaweze kuomba na wewe. Uko mahali pale na unasema, nimechoka na maisha ya ulimwengu. Usiseme mimi ni kijana mdogo, hapana, usijidanganye. Hakuna anayejua kesho. Yesu akasema katika Yohana 4:35 ya kwamba nyinyi mnasema ya kwamba bado miezi 4 ndio tukaweze kuvuna, lakini amini nawaambia, angalieni mashamba yako tayari ni kwa ajili ya mavuno. Najaribu kusema nini? Ya kwamba Mungu ndiye mpanzi, yeye ndo alikupanda hapa duniani, na yeye ndo anajua wakati ambapo umetoshea kuvunwa. So you cannot dictate the farmer, yet you are a crop. A crop cannot dictate the farmer. It is the farmer that knows when the time is right to harvest. Na kwa hiyo swali tu ni kama akija leo, wewe unaenda wapi? Akija leo, wewe unaenda wapi? Unasema nataka kumpokea Yesu. Unaweza inua mkono mahali ulipo na ukaweze kurudia ile ombi nyuma yako. Kabla hatujaomba, jua ya kwamba wokovu sio vitu ambavyo watu fikiria. Wokovu sio kwenda kanisa. Bwana asifiwe. So usiseme sababu mimi huenda kanisa, sidhani kama nahitaji hiyo maombi. No. Yesu akikuja, hakuji kuchukua watu wanaenda kanisa, anakuja kuchukua watu ambao wamempokea wakamfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kuna watu sababu hawataki kuokoka, afadhali wafanye vitu vingine vingi sana. Afadhali mtu atoe sadaka, afadhali mtu atoe fungu la 10, apande mbegu. Unadhani ya kwamba hizo pesa unatoa zina uwezo wa kufunika dhambi yako? Hakuna kiwango chochote cha pesa ambacho kinatosha kusamehea dhambi zako. In fact, when you give, we will just build a church. We will take care of things in the church, but at the end you will realize that where we are going, your giving did not secure your place. Sisemi kutoa ni mbaya, kutoa ni vizuri. Maana kuna sheria inayotawala ulimwengu. Give and it shall be given back to you. So you will receive the blessings on this earth, but where we are going,
wrong. You will not have a stake there. Kwa hiyo mpokee Yesu akaweze kuwa Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Unajiuliza basi, kama wokovu sio kutoa, wokovu ni nini? Kama wokovu sio kwenda kanisa, wokovu ni nini? Unaposikiliza, unaposoma kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 9, maandiko yanasema wazi ya kwamba kupitia kuamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako kwamba Kristo alikufa na akafufuliwa kutoka wafu, unahesabiwa haki. Kwa hiyo unaweza sema ili ombi nyuma yangu, na tukishamaliza kuomba, ukiwa umefanya ili ombi, unaweza ongelesha mtu yeyote kati ya hawa ambao wamevaa reflectors, watakupa maelekezo zaidi. Sema ili ombi, sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nimekuwa mwenye dhambi, lakini leo hii ninakubali ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Namkataa shetani na kazi zake, ninakiri ya kwamba nimeokoka. Amen. Umesema ile ombi, umeokoka, umefanyika kiumbe kipya, ya kale yamekwisha. Mungu abariki sana na Mungu akaweze kuwatenda wema. Kama tulivyosema mwanzo, kanisa ni JCC Jubilee Christian Church. Tunapatikana Jacaranda next to Blessed Elena Maria Hospital. Tulianzia hapa kwa Dio Social Hall, lakini tulihama tukaenda hizo sehemu. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnakuja na labda mkapotea kwa sababu moja ama nyingine, maeneo yetu mapya yako pale, lakini sasa hivi tumetumwa na mchungaji Daniel na Shalet Murage, tukiwa katika kanisa lile la Buruburu pale Baraka Primary. Kwa hiyo Mungu awabariki sana na Mungu akaweze kuwatenda wema. Kama hauna kanisa, tafuta sehemu ambako wanahubiri Yesu wa kweli, na pia unaweza kujiunga nasi, na najua kwamba maisha yako hayatabakia kama yalivyo katika jina la Yesu Kristo. Acha nikaweze kunena baraka mahali hapa. Baba, ni asante kwa ajili ya watu wako. Asante maana unawagusa. Asante maana unawaongeza na kuwapeleka viwango vingine. Asante maana kile ambacho umekipanda mahali hapa hakitabakia vile, kitazaa matunda yatakayo kutukuza. Uinuliwe na umidiwe Baba, maana hayupo mwingine kama wewe. Na nena urejesho kwa vyote walivyopoteza Baba, na nena amani, na nena upendo katika ndoa za watu wa mahali hapa, na kuja kinyume na nguvu zote za giza. Na kataa magonjwa Baba, na kataa laana, na kataa uchawi, na uinuliwe na uinuliwe Baba, maana hayupo mwingine kama wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.